Sisi maskini tunapata tabu katika serikali ya Kenya. Hatujui pesa inakwenda wapi, hospitali tabu, maskuli tabu, kila kitu. Ni miaka 5 tangu wakazi wa zamani wa Buxton kuondolewa ili kupisha ujenzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu, wakiahidiwa kwamba wangerudi ndani ya miezi 12, lakini hadi leo wanadai hakuna dalili za kurejeshwa kama makubaliano ya awali yalivyoonyesha. Inasikitisha sana. Sasa ni miaka 5 bado tuko nje. Tuliahidiwa baada ya kuvunjwa hizi nyumba, baada ya kutolewa kinyama, matingatinga yanavunja nyumba, vyombo vikiwa ndani ya nyumba. Tukaahidiwa kwa maandiko kuwa baada ya miezi 12 tutarudi. Wakatupatia 240,000. Sasa hivi hiyo 240,000 wao wanatangaza kuwa wametulipa. Lakini mkataba ni kuwa walitupatia ili tukakodishe nyumba karibu na hapa kwa 20,000 kwa mwezi, kwa miezi 12. 60,000 wakazichukua wakaziweka kwa account wakisema kuwa wakati tukirudi tuta top up hiyo deposit tuishi. Sasa inashangaza sana, miezi 12 imeisha, sasa ni miaka 5. Hakuna dalili ya kurudi. Wanasema waliwasilisha ushahidi kwa tume ya ufisadi EACC zaidi ya mwaka 1.5 uliopita kuhusu dosari wanazodai kuwepo kwenye utekelezaji wa mradi huo wa nyumba za bei nafuu, lakini bado hawajapata mrejesho. Tulipeana ushahidi wa kutosha na tukapeleka katika tume ya ufisadi, na imekuwa ni mwaka 1 sahihi na miezi 8 hatujapata majibu kutoka kwao. Na kwa hiyo tunaomba hii tume ya ufisadi ilete ripoti yao, tujue je, ule ushahidi ambao tumepeleka ni wa kutosha ama wanataka ushahidi zaidi ili tusaidiane kufanya kazi na wao. Senate ilitoa mapendekezo ya kuwarejesha, huku serikali kuu ikiahidi nyumba 336 na kaunti ya Mombasa ikiahidi units 184. Kwa mujibu wa wakazi hao, hakuna hatua iliyotekelezwa hadi sasa kulingana na makubaliano yao. Sasa Senate wakafikiria, wakaona kuna umuhimu hii 184 wapatio hawa wakazi, alafu 336 wakaongea na serikali kuu. Serikali kuu wako tayari, wamekubali watajenga 336 kwa wale waliobakia. Lakini kizungumkuti kilichoko ni kwamba hizi 184 mpaka sasa hivi bado hakuna majibu yoyote tunayoyapata. Na hawa watu wote wanaostahili kutufanyia mambo haya ni watu tumewapigia kura. Aliyekuwa mbunge wetu sasa ni governor, yeye alitusaidia sana, tumshukuru. Wakati tukianza huu msafara alitupatia pesa tukenda kotini na akatuahidi, niombeeni Mungu, mimi nikiingia kwenye hichi kiti haya mambo tutamaliza. Sasa ni miaka 5 amenyamaza na hatujui lengo lake ni nini. Kwao ni miaka 5 ya kusubiri wazi utekelezaji na hatima yao katika mradi huu wa nyumba za bei nafuu. Lakini sasa mimi nataka uliza hii serikali, kwa nini nyinyi Bwana Ruto nakuambia, kwa nini mnapoteza public funds zetu na economy funds zetu for sudden meetings, unnecessary meetings, and you don't implement anything in this country? Munakaa mkidanganya wananchi. Kesho kutwa kura zitasimama, you will come up to my house, even if I'm living in a mad house. You will want my vote. But once you are elected, you don't know the low income people. You only look for your family matters. You benefit yourselves. All the political people, I'm telling them, because they are not fighting for us. Therefore, we will continue pushing for accountability in the future affordable housing projects in the country. Nikiripotia runinga ya Al Hajra TV kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdurrahman Toya. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.